ya leo. Amen. Are we together jamani? Lazima ugundue karama yako ni nini, huduma yako ni nini, wito wako ni nini. Halafu wekeza muda wako kwanza kwa Mungu. Yaani kabla ya kuwaza la kwako litaenda vipi, angalia la Mungu litaenda vipi. Hebu angalia kuanzia leo, mwaka huu utakuwa na matokeo gani katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Amen. Utakuwa na matokeo gani katika nyumba ya Bwana? The impact kwenye nyumba ya Bwana. Hallelujah. Amen. Karama yako ni nini? Kama kuna wengine hapa nakuta ni watumishi wa Mungu, unaposikia ndani yako kama we ni mtumishi wa Mungu, unaposikia tunaita kama darasa la ministers, njoo join. Ili ulelewe hiyo karama yako na kipawa, vilelewe. Kesho na kesho kutwa ukawe na manufaa katika ufalme, kuupeleka ufalme hata misho ya nchi. Lazima patikane mtu mmoja ambaye katika umri wa ujana atabeba karama na vipawa vyake kupeleka katika mataifa. Haleluya. Amen. Je, mataifa watapona kupitia wewe? Muulize jirani yako, mataifa watapona kupitia wewe? Anakujibuje? Anasemaje? Atapona? Mwambie kwa njia gani? Niambie vizuri, kwa njia gani? Unajua kuna mwingine anakumbuka tu kuvaa kijinsi tu kwamba nitaenda kuanguka mapepo. Acha niendelee nikaanguka mapepo. Wewe usijipange sana kuanguka kwenye mapepo. Jipange kwenda kufanya kazi ya Mungu. Uone kama mapepo atakusogelea. Unajua kuna mapepo mengine yanakushikilia kwa sababu uko idle. Ukiwa idle mapepo yanakushikilia. Unajua hiyo? Kuna mapepo yanakushikilia ukiwa idle. Nenda kafanye kazi ya Mungu. Alafu uone mapepo atakapokuachia. Hautaamini. Haleluya. Haleluya. Amen. Muulize jirani yako, unajua ndani yako kuna huduma? Unajua Mungu alikuleta kwa mpango mkakati? Mwambie watu walioletwa kwenye mpango mkakati katika dunia hii ni kama Musa, Yeremia, Ezekieli, Yohana Mbatizaji, Yesu mwenyewe, Paulo na mitume wengine wote. Wao kuzaliwa kwa bahati mbaya, waliletwa kwa mpango mkakati. Mwambie hata wewe katika dunia hii upo kwa mpango mkakati. Ukitaka utajirike, kaufanye kwanza ule mpango mkakati. Ndio penye utajiri wako. Mwambie mpango mkakati wa Mungu. Ukiufanikisha lazima milango ifunguke. Kuna watu wako nawaza nitajenga, kuna watu wanawaza si nitanunua hiki, watu wanawaza si nitafanya nini. Anza kwanza kutimiza mpango mkakati wa Mungu. Kwamba Mungu, najua nahitaji kujenga, lakini naomba kwanza tuelewane. Ulinifanya nizaliwe kwenye hii dunia, ulitaka niwe nani? Hello? Amen. Na Mungu, najua utanipa gari, utanipa nyumba, utanipa watoto, utanipa mume, utanipa mke. Kabla ya hivyo vitu kunipa, nataka nijue. Kwa sababu najua hukunileta duniani ili niolewe. Usije ukasema wito wangu ni kuwa mke. Sikia, hakunaga wito wa namna hiyo. Hamna wito kwa mke hapa. Na ndio maana mbinguni hakuna mke wala hakuna mme. Stori za mke na mme zinaishia wapi? Ni wazo la Mungu la kutuliza stress za wanadamu wanapokuwa wapi? Duniani. Ukifika mbinguni uhitaji mme, uhitaji mke. Kule ni kuimba tu. Unaimba na malaika. Asa mtu mwingine anasema, toka tumesimama muda hivi hakuna viti. Sikia, tutavaa mili ya utukufu. Tutavaa mili ya nini? Ya utukufu.
Lakini hapa duniani pana mpango mkakati. Ukiutimiza huo, cha kwanza utabarikiwa hapa duniani, cha pili utaurithi ufalme wa mbinguni. Ukitaka kubariki, kuna watu mpaka sasa hivi wamekuwa katika, wakiangalia maisha yao wanakuwa kama wamechanganyikiwa hivi. Nataka leo ni format hiyo hard disk ya kichwani kwako. Nataka leo tuiformat, sawa sawa. Rudi kaangalie mpango wa Mungu wa kunileta duniani ulikuwa ni upi, ili uweze kwenda ufanikiwe kwenye masidishio. Angalia uliletwa duniani ufanye nini, na ukumbuke kama kuna kitu Mungu alikiweka ndani yako, wakati wa kufanyika hicho kitu ni wakati huu wa ujana, sio wazee. Sio kipindi kiuno kimegoma umeshakuwa mzee ndio unasema baba nasema ndio kwenye wito wako. Wewe utafanya uinjilisti gani kipindi hicho? Utafanya uinjilisti gani kipindi hicho? Kama Bwana amekuita wewe muinjilisti, inabidi useme ndio leo kwenye ujana wako. Kama Bwana amekuita kwamba uje kwa nabii, inabidi useme ndio kwenye ujana wako leo. Haleluya. Na utamtumikia Bwana Mungu wako kwa bidii. Sawa sawa. Na utakapomtumikia Bwana Mungu wako kwa bidii, yeye atakutana na haja za moyo wako. Haleluya. Ni sawa sawa na neno kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki zake, ndipo utakapokutana na kuzidishiwa. Haleluya. Kama tunataka kuwainua matajiri mahali hapa, lazima tuwarudishe kwenye mpango wa kwanza. Amen. Kama tunataka kuwainua watu waliofanikiwa, lazima tuwarudishe kwenye mpango wa kwanza. Lazima uanze kuzaa, umzalie Bwana matunda katika ujana wako, ndipo utakapofanikiwa. Amen. Haleluya. Amen. Ni kuambia watu waende wakafanye kazi, wapambane nje ya mpango wa kwanza, ni kuwafanya watu hao wapambanaji mpaka wanaingia wazee. Sikia, haya mapambano ni ya muda, sio ya miaka yote. Utakapokuwa mzee hakuna mapambano tena. Inabidi ugeuka uangalie ulipokuwa kijana ulifanya nini. Hiki ndio kipindi cha kupambana. Haleluya. Amen. Wakati wa uzee ni wakati wa kufurahi, kama uliyatimiza mapenzi ya Mungu kipindi cha ujana. Nataka tuzalishe vijana HVC ambao wamerudi kwenye mpango wa mwanzo. Sitaki kusikia mtu eti amejikunyata namna hii, eti nini nimeachwa sina boyfriends. Unaambia nenda kahubiri bwana, hebu acha ujinga. Nenda kahubiri. Umejikunyata namna hii, umeachwa eti machozi analia, umeacha baba, mimi nasikia kuchanganyikiwa. Unachanganyikiwa nini? Kaweke mgonjwa, kaweke mikono wagonjwa Mwananyamala waamke. Wewe unachanganyikiwa nini huko? Uliitwa kuja kufanya mapenzi huko? Haukuitwa. Hiyo ni by the way, ni kitu ambacho cha kuzidishiwa tu. Mpango wa kwanza ni upi? Tuone mtu amekaa namna amejikunyata, anasema nini za baba nasikitika leo Ijumaa, amna hata mmoja niliyemhudumia akaokoka. Naambia hapana, usio na wasiwasi. Yale yote uliyoyasema ni mbegu, watakuja kuokoka. Kuna mbegu umeiachilia. Amina. Umenitia nguvu baba. Wacha niende tena nikahubiri tu, unatoka tena unaanza kuhubiria. Naomba niongee na wewe. Unajua habari za huo ndio tunataka watu wanapanic kwa namna hiyo. Lakini kama uliitwa uhubiri, wewe muda wote umejikunyata hivi kwenye mapenzi, umekwisha. Umefanya nini? Umeisha. Na ndio maana kila siku naachwa. Kwa nini? Sio mpango wa kwanza. Sawa sawa? Sio mpango. Kwa nini ukiachwa unaumia? Kwa sababu hujajua mpango wa kwanza. Badala ya kuumia kwamba ni mwaka mzima hujahubiri, mwaka mzima hujaleta mtu hata mmoja kwa Yesu, hilo alikuumizi. Hilo hutaki kujiua. Unataka kwenda kujiua kwa kuwa umeachwa. Yaani hata ukifa, kuna kipindi utakuwa katikati, yani mbinguni anakukataa, shetani anakukataa. Upo pending. Hufai.
Mpango wa kwanza. Najua kuna watu wengi hawajui huduma zao. Hilo liwe ni ombi lako kuanzia leo. Mungu akufundishe wewe ni nani. Lazima ujitambue. Pointi ya pili, lazima ufanye nini? Ujitambue. Jitambue. Haleluya. Hiyo ni point ambayo tumekuja hapa. Jifanye nini? Jitambue. Amen. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ninaomba neema. Ninaomba neema ya kujitambua. Ya kujitambua. Nijue karama. Nijue karama. Vipawa. Na huduma. Iliyo ndani yangu. Iliyo ndani yangu. Kuanzia leo. Mafuta yako. Yanurejeshe. Katika mpango wa kwanza. Yamkini nimehangaika. Yamkini nimeteseka. Yamkini nimedharaulika. Kwa kuwa sikuwa katika mpango wa kwanza. Kwenye mpango wa kwanza. Bwana Yesu. Nisaidie leo. Nikarejee kwenye mpango wa kwanza. Akili ulionipa ikuzalie wewe matunda. Nguvu ulizonipa zikuzalie wewe matunda. Kipaji ulichonipa kikuzalie wewe matunda. Neema ulionipa ya shule ikuzalie wewe matunda. Kwa jina la Yesu. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba neema yako Bwana kwa ajili ya kukaa katika mpango wa kwanza. Tukarejee katika mpango wa kwanza katika jina la Yesu. Mahali ambapo tumekuwa wadhaifu, tumeshindwa kuyatimiza makusudi yako, Bwana, turejesha kwenye mpango wa kwanza. Amsha karama na vipawa kwa vijana katika jina la Yesu. Amsha uinjilisti, amsha uchungaji, amsha walimu, tuwapate mitume, tuwapate manabii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ulisema umeziinua huduma 5 kumkamilisha Mkristo hata mwili wa Kristo ujengwe. Bwana, tunaomba ukawakamilisha watu wako uliowaita kwa jina lako. Vijana hawa umewaita kwa jina lako. Upo mpango wako Jehova kwa ajili ya kuatimiza mapenzi yako. Wawezeshe Bwana, watie nguvu vijana hawa wakayatimize makusudi yako Bwana. Mahali ambapo umeziweka baraka, umeweka misingi ya kuinuliwa. Natamka kuinuliwa kwa vijana wako hawa. Natamka kuinuliwa kwa jina la Yesu. Natamka kuinuliwa katika jina la Yesu. Mkainuliwe kwa jina la Yesu. Natamka vipawa na karama, huduma na karama, vipawa na karama, huduma na karama kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa neema, asante kwa rehema, asante kwa ushindi Bwana. Amsha huduma ndani yangu, weka kiu ndani yangu, weka shauku ndani yangu, weka kiu ndani yangu, weka shauku ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amsha kiu ndani yangu, amsha shauku ndani yangu katika jina la Yesu. Amsha kiu ndani yangu na shauku katika jina la Yesu. Amsha kiu na shauku ndani yangu. Reketoro babosaya mandarebo korika babosa. Amsha. Muombe Bwana amshe kiu na shauku ndani yako. Muombe Bwana amshe ndani yako kiu na shauku ya kumtumikia yeye. Mwambie Bwana, ikiwa kunayo karama, ikiwa kuna vipawa, ikiwa kuna huduma, ziamshe ndani yangu. Bwana, ikiwa kuna karama, ikiwa kuna huduma, ziamsha ndani yangu. Amsha. Mwambie Bwana amsha Jehova, amsha karama ndani yangu, amsha vipawa ndani yangu, amsha huduma ndani yangu katika jina la Yesu. Amsha karama na vipawa, amsha huduma ndani yangu katika jina la Yesu. Rosha terebosaya rakataramabokosete rakajanderebokoza. Mpango wa kwanza Bwana, achilia mpango wa kwanza, achilia mpango wa kwanza. Jehova, achilia neema na ule mpango wa mwanzo ukawe dhahiri katika jina la Yesu. Neema na rehema, achilia mpango wa kwanza ukawe dhahiri katika jina la Yesu. Rakabosheterebosaya. Amsha karama na vipawa. Omba. Vilivyokufa ndani yako vikamke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Mwambie Bwana weke kiu. Weka kiu ndani yangu. Weka kiu ya kutumikia wewe. Weka kiu Bwana. Weka kiu Bwana. Nikakuzalia wewe matunda mtaani kwangu. Nikuzalia wewe matunda Bwana. Weka kiu ndani yangu. Weka kiu. Weka kiu. Weka kiu. Weka kiu. Weka kiu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa kuwainua watoto wako. Umewainua watoto wako. Umewainua watoto wako. Umewainua watoto wako Bwana. Umewapa neema na rehema. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa neema yako. Asante kwa rehema zako. Sifa na heshima ni zako Jehova. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana. Sikia nikwambie. Hauwezi kufanya jambo lolote kama ndani yako hakuna kiu. Tunaelewana? Hauwezi kufanya jambo lolote kama ndani yako hakuna nini? Kiu. Lazima ndani yako kuwe kuna nini? Kuna kiu. Na ndio maana usione mtu ufanye uinjilisti mpaka kiu iwepo ndani. La sivyo ukienda kujilazimisha hautaweza kuwa na matokeo. Nataka nikukumbushe, mtaani kwako kuna watu zaidi ya 1000 ambao hawajui waende wakasali wapi. Mtaani kwako kuna watu zaidi ya 1000 waliokata tamaa. Wengine wameenda kwenye makanisa wameumizwa na mambo yanayoendelea makanisani. Wengine hawajui hata wafanye kitu gani. Sasa wewe unao nafasi ya kwenda kuwachukua hawa 1000 na kuwaondolea uchungu wao kwa kuweka neno la Kristo. Haleluya. Hilo neno la Kristo nalo liandika kwenye notebook yako. Lisiishie kuwa la kwako. Bado litakuwa lijafanya kazi. Hakikisha hilo neno nalo liandika. Hakikisha kila ukurasa shauku yako umfikie mtu wa pili. Haleluya. Jirani yako ukikutana naye mwambie jirani, karibu tufanye Bible study. Nenda naye dakika moja. Na kuambia utakuja siku moja pewa ushuhuda utakutoa machozi. Mtu atakuja kukuambia nilikuwa naenda kujiua lakini nimesikia hili neno sijiui tena. Itakutia moyo sana. Itakutia moyo sana. Kwa hiyo naomba kuanzia leo anza kushughulika na watu wanaokuzunguka. Mzalie Bwana matunda kama kijana. Karama na vipawa viachiliwe ndani yako. Kujitambua. Sawa sawa? Hiyo ni sentensi ya kwanza. Kufanya nini? Kujitambua. Jitambue. Haleluya. Jitambue. Amen. Amen. Sema Bwana Yesu, nipo tayari kufanya mavuno kwa watu wanaonizunguka, kwa jamii inaonizunguka. Nipe neema. Nipe neema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Basi wangapi wanao kiu wakiondoka hapa naenda kufanya kazi ya Mungu? Kuna kiu? Kuna kiu Una kiu Basi hakikisha unafanya hivyo na kuhakikishia utatengeneza njia iliyonyoka kwenye maisha yako. Amen. Hautaamini. Na utakuja kujua kwamba kumbe ulikuwa unajichelewesha kwa muda mrefu sana. Utagundua kwamba ulikuwa unajichelewesha kwa muda mrefu sana. Kwamba kumbe mafanikio yalikuwa ni wewe kusimamia mpango wa kwanza, kujitambua kwenye mpango wa kwanza. Ujue kabisa kwamba kabla Mungu haja kufanya utafute kuvaa, utafute kula, utafute kuishi, ulale wapi, Bwana alitaka kwanza ukamzalie yeye kwa karama na vipawa vilivyo ndani yako. Haleluya. Amen. Hakuna mtu asiye na kitu. Kwa taarifa yako. Usije ukasema mimi ningekuwa Pastor Miamba. Mimi ninayo kitu kwa sehemu, lakini kuna sehemu nayo wewe. Hamna asiye na kitu. Kila mmoja nacho. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Naweza kuketi sasa chini. Twende point inayofuatia, sema kujitambua na kujua thamani yangu. Lazima ujue thamani yako kiroho,
lakini pia uijue thamani yako kimwili. Sawa? Thamani yako kiroho ni kwa ajili ya mbegu iliyo ndani yako ya kazi ya msalaba, kwamba tumekombolewa kwa mbegu isiyoharibika ambalo ni neno la Kristo. Haleluya. Amen. Thamani yako ya kiroho ni kwamba wewe siku uliyookoka ulifanyika kuwa mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Umetoka gizani na umeitwa kwenye nuru ya ajabu. Hiyo ni thamani ya kiroho. Thamani ya kiroho. Sasa tunaposema ujitambue na kuijua thamani yako, ipo thamani ya kimwili. Lazima ujijue ya kwamba wewe ni wa thamani. Haleluya. Wewe ni wa thamani kimwili kabisa. Wewe ni nini? Ni wa thamani. Ni wa thamani. Kwamba jinsi ulivyo ni wa thamani kwa watu fulani, kwa sababu kwa uhakika wake kwa watu wa HVC wewe ni wa thamani. Kwa sababu kama sisi wote wana HVC ni wa thamani na wewe ni sehemu ya HVC, inamaanisha na wewe ni wa thamani. Hilo ni jambo la kwanza la kujijua kwamba mimi ni wa thamani. Kitu chochote cha thamani hutunzwa. Kitu chochote cha thamani hutunzwa. Kwa ni lazima ujitunze, kwa sababu wewe ni wa thamani. Biblia inasema wale wapelelezi walienda kuipeleleza ile nchi, walipojiangalia wakajiona wao ni kama mapanzi. Biblia inasema ya kwamba na wao ndivyo walivyoonekana kwa wale watu. Unadhani wale kwa nini walijiona mapanzi? Walipoteza thamani yao kutoka ndani yao. Maana yake nini? Thamani ya mtu inaanzia ndani yake. Ukitoa ile thamani nje, na sisi tutakapoiona tutaiona kama unavyojiona wewe. Sio kama kuna mtu anaelewa? Yaani hatuwezi kukuona wewe zaidi ya wewe unavyojiona. Ukijiona wewe panzi, hata sisi watazamaji tutakuona panzi. Ukijiona wa thamani, hata sisi tutakuona wa thamani. Kwa lazima muamini ajijue, kijana ajijue ya kwamba yeye ni wa thamani. Yeye ni wa thamani. Usipoteze thamani yako. Haleluya. Haleluya. Kila mtu lazima ajiheshimu ili apate kuheshimika. Biblia inasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Lakini Biblia inasema ujana wako lazima uwe kielelezo. Ili mtu asiweze kuudharau ujana wako, ujana wako lazima uwe nini? Kielelezo. Kielelezo cha ujana wako ni pale ambapo kijana utajiheshimu, utajithamini, utajipenda. Hello? Amen. Vile utakavyojiheshimu, utakavyojithamini, utakavyojipenda, ndivyo na watu watakavyokuchukulia. Yaani usitarajie ukawa mchafu halafu kadhani ya kwamba watu watakuheshimu. Jinsi utakavyokuwa mchafu ndivyo na watu watakavyokuona wewe ni mchafu. Haleluya. Haleluya.
Thamani yako inapandishwa na wewe mwenyewe. Lazima ujitambue wewe ni nani. Usikubali hata siku moja kutoka hata nje kwenda dukani ukiwa rafu. Tayari unaenda kuiharibu thamani yako. Kwa yule muuza duka tu anaanza kukudharau. Haleluya. Amen. Yaani uwezo baadaye ukija kuitwa malaya unachukia. Hivi neno malaya ni zuri? Neno malaya ni zuri? Lakini wewe mtu akigonga tu ngenge unatoka na kanga moja, ndani hujavaa kitu, kanga yenyewe inaning'inia kama inataka kuanguka. Unafika unauliza, mpaka mtu anaanza kuuliza labda umeenda kujionyesha kwake, unatafuta soko. Kesho kitwa malaya unakataa. Unakataa. Lakini ndio hao watakao sema pale kuna malaya mmoja kwenye nyumba ile. Unaweza jamani, mimi malaya kwani nimekutana na nani? Ulivyotoka na kanga zako zinaning'inia kama zinataka kuanguka. Ulitaka uitwe nani? Ulitaka uitwe nani? Kwa sababu hata kama wewe sio malaya, ukiwa na tabia hizo, ulitaka uitwe nani? Ulitaka uitwe Bikira Maria? Ulitaka uitwe nani? Elizabeti? Vile utakavyojiweka wewe ndivyo na watu watakavyokutafsiri. Thamani yako unaitengeneza wewe. Ndio maana nikasema hivi, chochote chenye thamani huwa kinatengenezwa, kinatunzwa. Je, unajitunzaje? Kuna nguo unajua unaweza kuvaa na ukapendeza na bado ukawa umejisitiri, si ndivyo? Na ukavaa umejisitiri vizuri ukapendeza. Yaani watu wakiangalia sema yeah kapendeza. Na hamna sehemu muonyesha chochote kwenye mwili wako. Waoaji wakifika, wakikuangalia wanasema huyu mke. Anayejiita mke sio anayeoa. Anayejiita mke ni wewe na jinsi unavyojiweka. Ndio unakuwa mke. Naomba mnaona wanaonekana kama wajinga, lakini wana jicho la kuangalia mke na mrukarukaji. Na unaweza usiwe mrukaji, lakini ukaishi hivyo, ukajitambulisha hivyo. Lazima uwe kielelezo. Ili mtu asiudharau ujana wako, Biblia inasema lazima uwe kielelezo. Vaa vizuri, kuwa nadhifu, pendeza. Sawa? Pendeza. Kaa kwenye kioo chako, angalia, jigeuze kabisa namna hiyo, angalie. Useme hivi, ninaonekanaje? Jitafsiri. Usivae nguo ambayo inamfanya mtu aanze kutafsiri kiungo chako cha ndani, ijapokuwa umevaa nguo. Kesho utapewa jina usilolijua. Majina yasiyojulikana ukija kuyajua yanaweza kukatisha tamaa. Upgrade wenye mwenyewe, jitambue. Haleluya. Amen. Kwa sababu tunaweza tukawa tunaweka mikono kila siku tunaombea watu waolewe, lakini maisha yao watu wakija wakiangalia, waoaji wakija hawaoni mke. Tumeelewana? Waoaji wakija hawaoni mke. Hawaoni mke. Pana ndoa hapa. Wakikuangalia ukiitwa na huyu umeshaenda, ukiitwa na huyu umeshaenda, ukiitwa na huyu. Jamani, naoa hapa ama naleta pressure kwenye maisha yangu? Nenda kupanua moyo hapa.
Ukusikia basi umeitwa sehemu umekataa. Unajiweka kwenye nafasi. Usiwe easy going. Unajua easy going? Very easy. Njoo tule kitimoto. Wapi? Sikia. Usiwe easy going. Unaenda kula kitimoto unarudi na mimba. Unaona mambo yanavyokuwa hivi. Katoto kamezaliwa na kaangala, unaona tu kitimoto hii. Matunda ya kitimoto. Upgrade yourself. Jiweke mwenyewe kwa nadhifu. Kama unataka kuolewa, kaa kama mke. Kama bado hujataka kuolewa, basi endelea na maisha yako. Lakini kama unataka kuolewa, hii tusipambane sana kwenye maombi. Mnanitesa sana ninyi. Tunaomba baba fungua milango leo, mtu mwenyewe uko nje unakaa kama wale wanaojiuza. Nani atakuja kuoa? Nani atakaye kuja? Hamna. Wanaume ni wajanja, muda mwingine wanakujaribu tu. Na wanaume ndio wataalamu wa kujaribu. Njoo huku Kokobichi tule mihogo. Umefika. Anambia kama nimemwita mimi nimekuja hapa. Anaweza akaitwa na mwingine akaenda kula mihogo. Hamna kitu, piga X hapa. Hamna mke. Hamna mke. Saa 8 usiku. Vipi unaweza kaja? Sawa tu. Wewe mtoto akiki unatokaje saa 8? Saa 9 kuja bodaboda. Ndio hapo nakuta napata ajali. Mtu ameendesha mpaka amechoka, watu watafuta hela. Unaendeshwa na mtu amelala kwa ajili ya safari za usiku. Jitambue. Jithamini. Sawa? Jiheshimu. Amen. Na ninyi wanaume, kama mnataka kuoa, jitambueni. Jiheshimuni. Amen. Nimeandika kile nasoma nini? Unataka kuoa? Kama uko tayari unataka kuoa, hata muonekano wako uonekane huyu ni mume mtarajiwa. Sawa? Ni mume mtarajiwa. Pambana, ishi maisha standard. Kuna story nyingine mnawapaka hao mnaotaka kuoa wanakata tamaa. Mtolee mfano HVC pale Sinza, anasema hapa na Mwenge tunatembea tu hapa. Paka mtu sasa hivi ukwela tu. Nikiolewa naye usitenda Morogoro kutoa mahali kwa mguu huyu. Mtu anza kupata wasiwasi huyu. Paka mtu anauliza umetokea jamii ya wawindaji ama mtoka wapi? Yaani anaona Mwenge na Afrika kama ni kama mahali pa tap. Hapa kwa mbona ni hapo tu. Ni hapo tu. Kama umeamua kuoa, hebu pandisha standard yako ya maisha. Pandisha standard yako ya maisha. Lakini pia ishi kama mwanaume ambaye unatarajia kwenda kuwa mwanafamilia. Lazima ujitambue. Hii story ya kutembea na kibegi ndani kina miswaki, kina
mahali popote tunalala, leo umeamkia HVC, kesho umeamkia sio kwa nani. Yaani mahali utakapofikia jua likizamia unalala hapo hapo. Haiwezekani. Watu wanayasoma maisha yako sasa, huyu ndio mume huyu. Mifukoni umeweka miswaki tu inaning'inia hivi, mume huyu. Hamna. Haiwezekani. Lazima uwe nadhifu. Mtu akikuangalia aone kweli huyu anaweza akawa baba wa watoto wangu na akawa mlezi wangu mimi kama mke. Anajipa confidence. Hapana baba, mimi kwa kweli nitaomba. Sikiza, kuna vitu vingine havihitaji maombi. Kuna vitu vingine vinahitaji ukafue nguo zako. Umenielewa? Usichanganye maombi na vitu vingine. Lazima uwe msafi. Lazima tujue style ya nywele zako na style ya ndevu zako. Sawa sawa. Tujue style na style. Ukienda tunajua unanyoa. Kama wewe unanyoa hivi, nyoa. Kama unaamua kubadilisha, nyoa. Lakini tujue basi at least wewe unapita saluni unanyoa. Tujue style ya ndevu zako. Kama naelewana. Usiache. Unakutani kuna sehemu nyingine unamwambia kinyozi asinyoe. Unauliza hizi ndevu, hizi nywele za nini unamzuia kinyozi asinyoe? Wewe nywele zimetoka puani, zimetoka hivi, naambia asizinyoe. Nyingine zimetoka masikioni, hizo siache. Za nini? Wewe mkoloni. Enza wakoloni, naona zile picha za wakoloni ndio ndevu nakuta zimetoka ngeza puani na za masikioni zimetoka namna hii. Wewe unamzuia asinyoe za masikioni. Za nini? Na wanawake na anaangalia na kupenda, nataka nioe, nataka nikuoe mimi, na akiangalia huyu mzee, huyu ndevu hadi masikioni huyu. Kuna future hapa. Lazima ujue muonekano wako una mata. Muonekano wako unafanya nini? Una mata. Nimesemaje jamani kichwa cha somo? Lazima ujue wewe ni nani. Haleluya. Wewe ni nani? Unataka kuja kumwoa nani? Au unataka kufanya kazi gani? Angalia lugha yako. Jitambue. Yaani kuna watu wanaongea lugha ambako unajiuliza hii lugha hii, yani mwanamke anakosa ujasiri kabisa. Anaona kama anaongeleshwa na mvuta bangi. Unajua kuna lugha nyingine zimejaa ujana mpaka unapoteza radha ya kwamba utakuja kuwa baba. Lazima kuna nyakati ujue kubalance lugha zako basi. Kuwa na vyote. Si kama tumeelewana jamani? Tumeelewana? Kuwa na vyote. Kuwa msafi. Oga kila siku. Kabisa, oga. Deodorant muhimu. Amna kitu. Niko sawa. Wewe kama ni mwanadamu lazima ujitreat as a human being. Au? Sasa mimi wala sinukagi. Sikiliza. Usipooga utanuka. Imradi wewe ni mwanadamu. Usipooga utanuka. Na kati ya kitu ambacho kinaweza kikakushusha ni pale ambapo utaenda unanuka sehemu. Sawa. Yaani hadhi yako inafanya nini? Kwa tupambane. Pambana. Haleluya. Pambana. Tengeneza mfumo wa maisha yako. Mfumo. Usipokubali huwezi geuka. Kwa sababu kuna watu wengine, yani hata hivi nakwambia mimi siwezi fua kila siku. Lakini kama nataka kujipandisha thamani yako, huwezi kukimbia.
Tumeelewana wapendwa? Tumeelewana wapendwa? Vaa pendeza. Angalia waliopendeza, uone wametumia staili gani kupendeza. Unajua kuwa na hela sio kupendeza eh? Unaweza kuwa na hela na usipendeze. Mmenipata eh? Kuna formula za kupendeza. Sasa wafuata wanaojua kupendeza wakusaidie. Haleluya. Mimi naweza nisikufundishe masuala ya kupendeza maana sijui. Mimi najua mapepo tu. Uwezo kujua vyote. Wafuata wanaojua kupendeza wakufundishe wanapendezaje. Watakwambia rangi hii na hii, ukivaa hii usivae na hii. Sawa sawa. Mwingine anadhani labda kupendeza ni mpaka rangi zote zinani. Anaangalia njano haipo hapa, leta na njano. Blue haipo hapa na hii imekosekana pinki. Unadhani ukijitundika yote ndio utapendeza. Hebu ufuata wanaojua kupendeza. Fuata wanaojua kufanya nini? Kupendeza. Afu waulize. Sawa sawa. Kama umevaa nguo ya kujisitiri, jisitiri vizuri. Kama umengua, siku hizi naona na wanaume wenyewe wanavaa yani suruali za wanaume na za wanawake ni sawa. Zote zinabana. Jiangalie suruali yako ikubana, inakuaje? Sawa sawa eh? Ikikubana unapendeza, vaa. Jiangalie mwili wako, je, una support hiyo suruali? Sawa sawa. Maana si wanaume tunajijua. Mungu hakupi vyote. Sawa sawa. Si ukavaa suruali watu nakwambia, kumbe ana umbo la nyani huyu jamaa. Kwa ajili ya nguo uliyovaa, hakisha una kioo. Ndio unavyoweza kuiraise. Vaa, jiangalie, je ndivyo unavyotaka uwe, sio kama anavyotaka mwingine. Tumesema fanya nini hapo? Anayejithamini ni nani? Hamna, sio uvae kama mtu mwingine. Vaa kama unavyojisikia wewe, lakini usivae pasipo kujiona. Je, ndio unavyojisikia? Lazima na kioo. Wanaume tupo. Kioo kitakacho kuonyesha mwili mzima. Wanawake na nyinyi vioo. Hata kuishi kama mwanaume lazima na kioo. Sasa mwingine anza pale kioo cha mwili mzima pale, kwa sababu akitoka chumbani akirudi nyuma yuko barabarani. Muombe Mungu akutoe huko. Raise your standard. Hapa mimi nawaambia tumeshinda sana hapa Mbutu. Zamani mama anajua, watu walikuwa wanakuja hapa, yani unakuta mtu amevaa kanga, amejifunika na kanga, alafu amejiweka na kanga. Nikapiga marufuku kuvaa kanga ukija kanisani. Ndio unaona wamama sasa hivi hapa wako nadhifu kweli wa Mbutu. Hamna kanga. Kwa hata wewe binti unavaaje kanga? Sijawahi ona. Na hapa kwa kuwa haipo, acha nikae kimya. Lakini kule nyumbani yale mnaita madela. Sawa hivi ana umuhimu wa kuvaa? Waliojibu mabaya sana ni wanawake. Wanaume muelewe basi, kangelewe nalia ngenge na madela yako. Wanaume mnaopendeza mkiona wanawake wamevaa madela, nyosha mkono.
ambao wanasema ukweli mimi sipendi kabisa madela. Nyosha, umeona? Umeona? Geukeni, nyosheni wanaume, nyosheni ambao mpendi madela. Wanawake geukeni, geukeni, angalieni, angalieni. Na sisi vina nyosha. Mmeona? Mmeona? Hasa ugundua sasa. Sema ha. Wanawake sema ha. Kumbe. Kuanzia leo kachome hayo madela. Yanakupunguzia thamani. Unajua mimi mtu nikimwona amevaa dela naonaga kama mgomvi hivi. Alafu naogopa hata kumsalimia, unaona kama atakutushema. Yao unachanganyikiwa. Mimi yaani nawaogopa hawa wanaovaa madela. Yaani nawaheshimu. Kwa sababu naonaga kama wamejiandaa. Na unakuta mtu mwingine amevaa dela, halafu amechukua huyo ndio nikimuona nakimbia kabisa. Huwa inabadilisha akili ya mwanaume kuona kwamba hayupo na mtu decent. Decent nini? Yaani decent, yaani mtu ambaye ana madela. Kimbia madela. Ni kwa ajili yako mwenyewe. Ni kwa ajili yako. Kuna watu si kama hapa huwa nawaangaliaga watu si wamalizi. Wanavaaga si kofia gani alafu huku iko wazi imekaa hivi. Ni nini kile hivi? Kile ni nini? Hapa nikimwambiaga mtu ana mapepo amevaa ile kofia na isiki kama ameingia kupitia ile kofia. Hivi ni nini kile? Hivi ni nini? Mimi sikijui ni nini. Lakini kofia fulani hivi navaa huku kama imekatwa hivi, Mmeelewa? Mnazijua zile? Yaani nikikukuta umevaa ile. Ni nini ile? Tafadhali. Amen. Lakini la mwisho kwenye kujithamini, hii ni kwa wote. Hakikisha unaendana na wakati. Sawa sawa. Be updated. And be up to date. Nenda na wakati. Kuwa stylish sio dhambi. Kuwa stylish sio dhambi. Hakikisha unaenda na wakati. Uwe na nguo ya kulalia. Sawa sawa. Night dress ni muhimu. Sawa. Wanaume silale na majinsi. Sawa. Vaa nguo nyepesi unapoenda kulala, mwili ubreathe, uweze kuwa free. Mda mwingine naota ndoto kama nimekaa kwenye chumba, nimekabwa. Jinsi lenyewe mkando umeufunga toka asubuhi kwa vile vile. Kwani utakuwa wote umefanywaje? Lazima ujifunze kuwa stylish. Sawa sawa. Na kuna moja idara ya sijui ya nini ambayo nilidhamiria kabisa hiyo inatusaidia kujua namna ya kuvaa. Ni idara nini mkurugenzi mkuu? Sole club. Ipo nini? Fashion Watu wa fashion mje mtufundishe. Kwenye semina kama hivi ilibidi tuwape nusu saa, saa zima, mtuelekeze namna ya kuvaa. Tufanyaje? Uvaaje ili upendeze? Ninaona kuna watu wamependeza hapa, lakini mtufundishe basi namna ya kupendeza. Twende kwa fashion. Kuna mtu mmoja anaelewa?
utreat mwili wako. Ijue ngozi yako kama ina mafuta sana, unafanyaje kupambana nayo? Kama sui na nini, unajipaka mafuta gani, unaogea sabuni gani? Yaani jijue tu, unajiweka vizuri. Sawa? Sio sabuni hiyo unafulia, hiyo unaogea, hiyo unafanya mimi leta hiyo unaoshia vyombo, kutoka hapo umeogea hiyo. Hatuendi hivyo. Lazima uwe na sabuni ya kuoga na sabuni ya kuoshea vyombo, na hivyo lazima uweze kujiweka katika standard. Vijana tukiwa katika hali hiyo, hakika yake kanisa litapendeza. Umeona hata hivi sasa watu wamependeza hapo kabla ya kusoma tulichokisoma leo. Vipi baada ya leo? Utajua zaidi. Pendeza vizuri, jua namna, zijue nywele zako unaziweka vipi. Kama sisi ambavyo tunajua tunapambana vipi na nywele zetu wanaume. Na ninyi wanawake, jua staili yako, isimamie staili yako, iweke vizuri staili yako. Kama una hela, tengeneza staili ambayo inaendana na hela yako. Sawa? Kuweka staili ni gumu la hela nyingi na hela hauna, zinaishia tu kukaa zimechichamana namna hii. Fanya kutokana na uwezo wako. Kuna staili nyingi sana ambazo ni nzuri tu. Muda mwingine ukiona sitaki kuingia gharama sana, lakini nataka nipate hewa kidogo, unaenda kufanya nini? Unanyoa. Tumeelewana? Na ukinyoa, jiangalie we ni nani na unaangalia unanyoaje. Jiangalie we ni nani na unafanya nini? Unanyoaje. Usinyoe alafu ukaenda, sijasema usinyoe. Wewe ni nani? Kata hivi na kata hivi, nazungusha hapo, naweka hapa kama doa, hapa mnaweka keupe kidogo, kapinki kidogo, karani kidogo. Ujue ya kwamba ndivyo tutakavyokuona na sisi. Wewe unavyojiona na sisi ndivyo tutakavyo. Na sisi tutajua wewe ni wa namna gani kutokana na appearance yako. Sawa? Kuna mtu mmoja anaelewa? Wapendwa, tujitambue. Haya, kama una swali, uliza swali. Kabla tujaenda kwenye topic nyingine, uliza swali. Kuna casual wear, sawa, and official wear, ndivyo? Lakini kuna za usiku hivyo. Kama unaenda kwenye interview, lazima ujue unavaa nini. Sawa? Kama unakuja kanisani, lazima ujue hii ni ibada gani na ninavaa nini. Sawa? Ndio maana leo hapa tuko wapi? Kanisani hapa, si ndivyo? Lakini unajua leo ni kanisani, ni juma ngapi? Jumamosi. Sawa? Nivae nini? Ni weekend. Unavaa nguo ambayo haikusumbui. Umenielewa? Lakini unajiuliza, ninaenda wapi? Kwenye seminar, unajua lazima nivae vizuri, niapie smart. Sawa? Hata kama ni weekend, lakini leo umekuja wapi? Kanisani, seminar, lazima uapie nini? Smart. Kwa lazima ujue nimekuja kanisani, nimekuja kufanya nini? Ninaapia vipi? Ninavyoenda kanisani siku za Jumapili, naapia vipi? Yaani ujitengenezee mwenyewe muonekano wako. Huo muonekano wako sijasema mimi nitautangaza hapa. Ujitengenezee wewe muonekano wako. Haleluya. Kwa mfano mnaona hivi hapa, wote mlivyoapia vizuri. Wote mmeapia vizuri leo hapa. Sawa? Aliyokuambia uvae hivyo nani? Ni wewe mwenyewe. Hivyo ndio standard yako, maintain. Unavyoamua ndio standard yako, fanya nini? Maintain. Haleluya. Kwa utachagua kama leo ungevaa official ni sawa, kwa sababu tunakuja kanisani, tuna ibada. Ukiamua uvae casual ni sawa, kwa sababu ni sio Jumapili. Yaani vyote ni sawa, lakini vile unavyotaka wewe, jitengeneze uapie vizuri. Sawa pendwa?
Amen. Mungu abariki sana. Haleluya. Amen. Nataka uandike kijana kama kiongozi. Kijana kama kiongozi. Kijana yoyote lazima ajifunze uongozi, kwa sababu wewe ni kiongozi wa familia yako ijayo. Lakini tuna changamoto katika nchi yetu kwamba hatuna viongozi vijana wa Kikristo. Waliopo ni wachache sana. Na kati ya kitu tunachokiangalia, kiongozi wa Kikristo anayeweza kuwa kiongozi katika mifumo isiyo ya Kikristo na akawa Mkristo. Kiongozi wa Kikristo anayeweza kuwa kiongozi katika mifumo isiyo ya Kikristo na bado akabaki kuwa Mkristo. Kwamba wewe leo unaweza kaajiriwa ukaenda ukawa kiongozi wa taasisi iwayo yote, halafu wewe ni Mkristo, ukabaki kuwa kiongozi katika taasisi isiyo ya Kikristo, lakini bado ukawa Mkristo. Yaani watu wakaona Ukristo wako, watu wakaona misimamo ya imani yako, ukiwa bado kiongozi. Tuone kiongozi asiyependa rushwa, kwa sababu hata maadili ya kawaida hayaruhusu mtu awe mtu wa rushwa. Lakini hata katika imani Biblia inakataza kwa mtu wa rushwa. Inapofusha haki. Ni kwa namna gani kiongozi wa Kikristo anaweza akawa kiongozi wa taasisi fulani isiyo ya Kikristo na tukauona Ukristo wake, tukaiona barua inayosomeka kwenye ile taasisi kwamba huyu ni mkurugenzi wa taasisi fulani, lakini kila atakayekutana na wewe aone wokovu wako kupitia haki unayoifanya, kupitia mashauri unayoyafanya, kupitia utatuzi wa migogoro unavyoifanya, kupitia kuchukia ubadhilifu, kutembea katika haki. Kwa sababu Wakristo wengi wakipata uongozi, wakifika wakawa viongozi wa taasisi hizo za Kikristo, unakuta wanauacha Ukristo kwa sababu ndani yao wanajiambatanisha na hila zinazoendelea katika taasisi hizo. Wanajiambatanisha na rushwa, wanajiambatanisha na ubadhilifu wa mambo mbalimbali. Unakuta wapo kwenye orodha ya wapiga dili kwenye ofisi fulani, nani kiongozi, lakini pia ameokoka. Sasa hatuwezi tukawa tuna viongozi ambao wakitoka wakigusa taasisi, nje ya taasisi ya uongozi wa kiroho, tayari anakuwa ni mtu mwingine. Hapana. Tunataka kumuona yule yule tunayemwona hapa, twende tukamuone akiwa kiongozi wa taasisi fulani, tuone akiongoza taasisi fulani, watu wamuone Kristo. Biblia inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu huu, lakini ninyi ni barua. Popote tunapoenda sisi ni barua, tumetumwa tukasomeke. Vile tutakavyosomeka watu wapate kumjua Kristo kupitia barua tunayosomeka kupitia maisha yetu. Je, unaweza kuwa kiongozi wa serikali za mtaa na ukawa mtu wa haki? Unaweza kuwa kiongozi wa ngazi yote katika serikali ukawa mtu wa haki? Lazima tuwe tuna kiongozi wa haki, kiongozi ambayo ni Mkristo atakaenda kusimamia majukumu yake akijua ya kwamba yeye ni kiongozi wa rohoni ambaye anadumu katika kuyatimiza mema yote. Tukiona unawasaidia wanaotakiwa kusaidiwa, unawaonya wanaotakiwa kuonywa, unawakemea wanaotakiwa kukemewa, na bado aanze kuona Ukristo ndani yako. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni kiongozi ambaye anaenda kuwa kiongozi katika mifumo isiyo ya Kikristo na bado akabaki kuwa Mkristo. Unajua katika uongozi unaweza kumuonya mtu sawa, alafu mtu akafurahi kuonywa. Yaani mtu anaona ndani ya moyo wake kama unamrekebisha, na ni kiongozi. Unamuonya mtu anaona kama fanya nini, unamrekebisha. Lakini kuna namna kiongozi unaweza kuwa unamuonya mtu, yani
kwenye moyo wake kama mnamchoma, yaani kama unaua kitu. Unafika unamrekebisha mtu kana kwamba hakuna jema lilowahi fanya. Yaani kosa moja linafukia mema yote. Wewe sio mtu wa haki. Mtu wa haki lazima useme, ukiachana na hiki kizuri unachokifanya na hiki kizuri na hiki kimekuwa msaada mkubwa sana katika taasisi yetu, lakini jitahidi kurekebika kwenye hiki ili uzidi kuwa na matokeo makubwa zaidi. Mtu anaona kama huko anaonywa lakini anatengenezwa. Sawa? Sio unafika unamuonya mtu anambia yani wewe hamna kitu kabisa. Haiwezekani. Kuna kitu kimoja kizuri. Hebu kumbuka hicho afu utokee hapo. Lazima kiongozi ambaye anatengenezwa kama Mkristo awe na matokeo. Haleluya. Haleluya. Nimeongea hilo kwa ufupi wake. Mimi najua katikati yetu kutatoka viongozi. Na unaweza kuwa ni kiongozi wa nyumba yako, kiongozi wa ofisi yako. Haleluya. Umeanzisha kamradi kako, kisha muajiri mtu mmoja tu akusaidie kusimamia, wewe tayari ni kiongozi. Huyo mtu lazima uwe naye na haki. Kama unamlipa mshahara, mlipe mshahara wake. Sio mwisho wa mwezi unakuwa mkali, ugusiki. Kama ni kiongozi, lipa mishahara ya watu. Ishi kwa haki. Haleluya. Haleluya. Na hata unapokuwa nyumbani kwako, uwe mtu wa haki. Kijana anayeishi kwa haki. Haleluya. Hayo uliyasikia ukiyafanyia kazi atakusaidia. Haya, kama una swali lolote uliza. Kama una swali lolote uliza. Nikiona bado niulize kwa ajili ya kupata faida kidogo na hata wengine. Kipindi kile cha Yesu Kristo alikuwa anaongoza wanafunzi wasiopungua 12 ambao aliwafundisha, na then baada hapo akawapa agizo kwamba enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa wote kuwa nini? Wanafunzi. Maana kama kile alichokuwa anawafundisha aliwapa jukumu la kwenda kuwafundisha wengine ili wawe kama wao. Hatukuona pale Yesu akaanzisha madhehebu. Tunaona tu aliwatuma waende. Sasa nimekuja kuona sasa hivi kuna mlipuko wa madhehebu mengi. Mara Mennonite, mara hiki, mara Methodist, mara hiki. Sasa huu msingi wa madhehebu mengi ulianzia wapi? Chimbuko lake kiBiblia. Wakati kipindi kile cha Yesu hatukuona madhehebu yote. Yesu tu aliwatuma tu wanafunzi waende. Nisha langu liko hapo. Haya. Sasa kithiolojia ni mada ndefu. Lakini nikisema niende kiBiblia moja kwa moja ni mada fupi tu na nitakujibu kiBiblia. Kwa sababu nikisema nianze kithiolojia nitakuambia church history na foundation of Christianity, ambapo itakuwa ni ndefu, lakini na inaweza siwe na msaada kwa wengi. Kwa sababu mfano tu ni sisi wana HVC hapa. Sawa? Tumeibuka tu. HVC tumeibuka tu. Yaani ukisema tumezaliwa kutoka kwenye dhehebu gani? Hamna. Tumeibuka tu. Alianzisha dini hii ni nani? Pastor Miamba. Historia itaendelea, kanisa litasambaa dunia nzima, lakini litasimama katika miongozo ya founders, wale walioanzisha. Sasa swala la madhehebu sio swala la kuzingatia sana kiBiblia. Kuna vitu vya kuzingatia kiBiblia. Namba 1, wokovu. Ukiamini, ukibatizwa, utaokoka. Umeamini, mwongozo sala toba, umebatizwa. Namba 2, kuwa mwanafunzi, kwa maana ya kushika neno na kuliishi. Sasa madhehebu
ni mahali ambapo panawatengeneza Wakristo kukaa kiroho. Lakini kimsingi hata tukifika mbinguni hakuna HVC mbinguni. Hakuna swini, bali waliookoka na kumpokea Yesu na kubatizwa na kuishia wokovu. Sasa kama tutafika mbinguni, ubora wa mtu binafsi hautategemeana na kanisa lake. Mbinguni inahukumiwa roho ya mtu binafsi. Kwa miongoni kwenye HVC kuna watakaoenda mbinguni na kuna watakaoenda motoni. Hata kanisa unaloliona dhaifu, anaweza kupatikana mmoja ama wawili wakakuta tumeungana nao wapi? Mbinguni. Kwa swala la madhehebu na mlipuko wake ni mambo ambayo yanatokea. Hata wewe unaweza kuamka hapo ukaona kuna kitu umekipata, lakini ukiangalia HVC unaona hapa watanibana. Ukiangalia huko hapa watanibana. Wacha nianzishe cha kwangu kitakachoendana na hiki ambacho nakisikia ndani yangu. Kwa hiyo ni kitu ambayo hata mimi linikuta. Kila niko kwa najaribu kuchungulia kwamba labda niwe affiliated huko, labda nijishikize huko, naona huko atanifukuza. Nikija huko naambia huko taskai wiki watanifukuza. Huko hapana, huko tutashindwana. Kwa sababu ya kile kitu ninachokisikia ndani yangu. Na ndivyo hivyo ilivyotokea, na ndio maana unakuta kuna makanisa sitaki kuyataja. Unakuta kanisa hili lilipoona kama hawaelewani likaanzisha jingine, lakini unakuta operation zake zinafanana na kanisa hili. Baadaye wakiona wanaenda kuanzisha jingine, operation zake ni kama zinafanana, ndio imeenda hivyo. Kwa hiyo kibiblia kama ulivyouliza kwamba huu mlipuko unatokea wapi na ulianzia wapi, wala sitakujibu kwamba mlipuko wa makanisa ulitokea siku ya Pentecost. No. Siku ya Pentecost kulipuka kwake na watu walivyotawanyika ilikuwa ni kwa ajili ya kupeleka injili kila kona, lakini haikuwa ni emergency ya makanisa. Haikuwa lengo kwamba watu wasambaratike waende wakatengeneze makanisa yao. No. Ilikuwa ni watu wafanye injili. Na ndio maana kuna watu mpaka hapa mnawajua katika Tanzania hii wanapiga injili na hawana kanisa. Na mambo yanaenda. Kwa hiyo masuala ya madhehebu wala sio kitu cha kujivunia sana. Tunajivunia kwa sababu ya misimamo yetu, umoja wetu, upendo wetu, ndio unaotufanya tujivunie kwamba sisi ni wana HVC. Sawa. Hivyo tu naweza nikakujibu. Umenipata? Mwingine? Ni kwa namna gani mimi kama kijana ninaweza kutambua kwamba hii ni huduma yangu sasa na ninapaswa niifanye? Je, ni Roho Mtakatifu ataniongoza kutambua, ama ni mahusiano yangu mazuri na Mungu ndio yana uwezo wa kunifanya mimi nitambue kwamba moyoni mwangu mimi nina huduma labda ya uimbaji, nina huduma ya ualimu, nina huduma ya kusafisha tu viti kanisani, na yenyewe ni huduma japo ni ndogo. Ninatambuaje sasa? Je, niwe vizuri na mahusiano na Roho Mtakatifu, au ule msukumo wa ndani ndio utakao niambia kwamba hii ni ya kwangu? Sawa. Labda nikujibu kwa misingi ya ile huduma 5. Sawa. Zile huduma 5: ualimu, uchungaji, uinjilisti, unabii na utume. Nilishawahi fundisha, nadhani hapa nilifanya semina mara 2. Sinza sijawahi fanya, na hapo nabii nikafanya semina ya Fivefold Ministries. Fivefold Ministries ni huduma 5 za kanisa. Sasa ndani ya zile semina tunachambua kila huduma na sifa zake, ambazo mtu akikaa hivi akijiangalia kwenye zile sifa anajua hapana, mimi ni mchungaji. Sawa. Unachambua, unaangalia zile huduma, afu unajua kabisa kwamba mimi ni mwalimu kutokana na zile huduma, sifa zake. Kwa hiyo utaelewa, sio kwa kuambiwa tu na Roho Mtakatifu, lakini kwa kujua tabia za kila huduma
ndio utajua kwamba mimi ni wa huduma ipi. Sasa yes, ni kama vile tabia ya mtu ambapo unajua mimi bwana, kazi hii kwa kweli kwa tabia yangu na uruka yangu hii siwezi kuifanya. Sikaelewa. Nitaifanya hii, siwezi kuifanya. Kwa hiyo wangapi wanapenda kuwa madaktari? Wangependa kuwa madaktari? Wangapi wanasema kwa kweli mimi udaktari unanishinda, hata ningesoma nisingeweza? Kwa nini? Wewe kinakushinda nini? Kufunga vidonda. Mwingine udaktari, kitu gani ambacho kingekushinda kabisa? Kwa kweli niwaachie wenzangu. Kufanya operation. Mwingine upasuaji. Mwingine kingine ambacho hataki udaktari. Kushuhudia mtu anakufa na unaona anakufa, kipengele hicho nacho kinaweza kufanya mtu. Siku moja nimeenda na muuguza mgonjwa fulani, nimeambiwa alikuwa anasema nataka Pastor Miamba, natamani nimuone. Nikaenda Muhimbili, nikatafuta muda nikaenda. Alikuwa ni mtoto tu. Alipofika, aliponiona tu namna yake akafurahi sana, akacheka, akafa. Sasa mama yake amekaa pembeni kwa sababu hajui kama amekufa. Lakini mimi nimegundua kwamba huyu kashakufa. Na nesi anapita tu, nesi anajua kabisa tayari kashafanya nini? Amekufa. Na daktari akaja akajua kama amekufa. Mama amekaa hajui kama amekufa. Hasa naanzaje kumwambia? Sasa mimi nachanganyikiwa, nataka nimwambie. Wale manesi kumbe na wenyewe wana tekniki zao. Yaani kama mama yuko pale, wanataka kwanza kupunguza ile pressure yule mama, aanze kama yeye mwenyewe kushtuka kwamba amefanya nini? Amekufa, kuliko kuambiwa kwamba amekufa. Mimi nikamfuata daktari, nikamwambia mbona yule kama kafa? Yuko hamna, sio kwamba amekufa hivyo. Umeelewa? Mimi niambia mbona huyu kafa? Yeye anasema hamna. Nenda kamuulize daktari. Daktari bwana kafa yule. Mimi amenifia mkononi. Kanifia mkononi hivi. Kafa. Hasa mimi sio daktari. Kwa hiyo weledi wa namna gani ya kufikisha ujumbe sina. Ila wao kuna namna fulani wanachukulia. Kwa namna fulani wanachukulia. Baba mmoja aliniumiza sana pembeni, akafika akamwambia tu yule mama, mwanao amekufa lakini usilie. Hata sisi hapo wote watoto tunaouguza kwa ugonjwa huu hamna anayepona, wote tunasubiria na sisi tutalia kama wewe. Kaambia sawa baba, bora hata mimi, hata bora hata nilivyokuwa nasema mimi. Baba mbona ameenda amenyoka sana. Kumbe kwenye yale mambo utakiwa kunyoka sana. Inatakiwa uende taratibu, umshape yule mgonjwa. Alikuwa hivi, yani wakaja bado anaona amekufa, daktari akaja akaendelea kupima, akafanya hivi, wakampampu kidogo, akafanya hivi. Ndio yule mama anambia mama amekufa, akamfunika. Ndio mama anaanza kulia. Yani ile hali nilikuta pale, nikasema hapana, mambo ni magumu. Wacha tuwaachie Mungu karama aliwapa. Kuna vitu ni ngumu sana kuvihendo. Lakini mwingine ana handle very simple kwa sababu ni kawaida. Hasa kama alivyouliza ndugu yangu pale, unaweza ukawa unaona kabisa mimi siwezi kuwa daktari kutokana na
vile nilivyo. Ndio na huduma nayo ndivyo ilivyo. Kwamba mimi siwezi kuwa mwinjilisti. Kwa sababu mwinjilisti ana sifa zake, siwezi kwanza kuzitaja hapa, ambazo zinatofautiana na mchungaji. Zinatofautiana na mchungaji, atofautiana na mtume. Mtume wana sifa zao tofauti, watofautiana na manabii. Kwa sasa ni lazima utajua, ukizijua zile sifa, wala hakuna atakaye kuja kukuambia kwamba wewe ni mwinjilisti. Wewe mwenyewe utajiita, mimi kwa kweli kwa sifa hizi mimi ni mwinjilisti. Nilimwambia mtoto wangu Prince, alikuwa anapenda sana udaktari, hadi tukaenda hadi kumnunulia vile vya vitoitoi akiwa mtoto, vya kupimia sui moyo sui nini. Lakini baadaye nikamwambia nimwambie wewe udaktari huwezi, achana nao. Wewe huwezi. Wewe pambana, fanya kitu kingine. Kwa sababu toka akiwa mtoto, yani akijisaidia hapo, akimaliza atakimbia tena kusimama kule. Yani hataki kuona hata choo chake. Na nikatoto namna hii. Sasa mzazi unaanza kunoti kwamba hiki ni kitu mtoto amezaliwa nacho. Unajua kazi fulani hata iweza. Dada yake siku moja alikuwa anajisikia kama vibaya hivi, akawa amekaa kwenye meza hivi, ili akawa na hema kama anataka kutapika. Yeye amekaa pale na ni mzima. Ile dada yake anaanza kufanya yeye akatapika. Sasa yani mgonjwa hajatapika. Yeye ameshatapika, hapo akajishtuka, kashatapika. Hapo yeye akaanza kuhema. Tukamwambia nini? Anambia yani anatapika kwa ajili ya anayetaka kutapika. Sasa kama hujaona matapishi ya mgonjwa, wewe ushatapika. Kuna daktari hapo? Hapana daktari. Hayupo. Nikamwambia wewe, airisha. Udaktari, utaanza kutapika kabla ya mgonjwa. Kwa mtu anaweza akasomea akawa na akili, akasoma akajibu mitihani, lakini atakapoingia field anaona no, siwezi kuwa hivi. Na ndio hivyo unaweza ukakaa hapa nikakufundisha zile sifa zote, ukazielewa zote, lakini ukajitoa tukasema mimi hii siwezi. Mimi ni mchungaji. Na nilifundisha vile karama sasa zikaoperate, zile huduma zikaoperate kwa mtu mmoja occasional, yani zikaja nani. Baada ya kufundisha wakasema kwamba kumbe ukiwa hivi ujue uko kwenye huduma hii. Lakini kuna mtu mwingine uchungaji hawezi. Uchungaji unahitaji uvumilivu wa kumsikiliza mtu, wa kumsaidia mtu kwa upendo na udhaifu wake. Mwingine hawezi. Yani ukae msikilize mtu, yani mtu anakuja, unajua kuna mtu anafika anasema Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Amina. Leo nimejisikia vibaya, nimeamka tumbo linaniuma, sijasikia, naomba uniombee, najisikia vibaya. Tayari hapo. Kuna mwingine mpaka uipate hiyo point nusu saa atakwambia yani baba, yani kwa mfano leo niliamka usiku yani kwa mfano, lakini kabla hapo unajua mimi ninatokea kwenye familia ya kimaskini. Tuko hawa. Anaanza sasa kuwachambua mmoja baada ya mwingine. Utazania na wao wanaumwa. Kumbe anayeumwa ni yeye, na issue tu ni tumbo linamuuma. Atachambua hadi tabia za wadogo zake. Yani, lakini wewe kama mchungaji inabidi uwe patient. Yani inabidi uwe unamsikiliza namna hii. Sawa? Na umvumilie. Kwa mfano, wakati anakuja na niwe hapa, si kama alikuwa anajitambua, leo ngoja nimpasulie hapa kwa sababu ameshajirekebisha. Huyu nani anaitwa Pili, anaitwa nani? Suzi wakati anakuja alikuwa anaongea yake moja hivi. Inabidi umvumilie. Ila sijajua alipokutana na HVC imeondoka. Ilikaa wiki ya kwanza tu ikapotea. Lakini alikuwa akija anakuambia, yani kwa mfano tumbo
Wewe unabidi umalize linauma. Umenipata? Kwa hiyo ikabidi nipande wanasema gari. Kwa hiyo inabidi umjibu utafanyaje? Na ndio uchungaji wenyewe. Kwa hiyo ikabidi nitoke mimi nimaliza sema nini? Mbio. Na ndio anaenda naongea kwa baba hapo naomba inabidi umalizie nini? Maombi. Umenipata? Kwa mpaka ametoka. Wewe ushaongea nusu kwa nusu. Mmegawana mmeongea nusu kwa nusu. Umenipata? Wiki ya kwanza ya pili nikashangaa ameingia. Nikashangaa anaongea tu baba mimi nadhani naomba niombe. Nikasema huyu mwinjilisti aliyekutana naye hapa HVC akaiondoa hii lugha, Mungu ambariki. Sio alitoka naye wapi? Nika sasa nakumbuka ni kwamba kwa mfano akikutana sasa anakutana na mtu anaongea naye, kuna lugha ambayo yani atafanyaje? Yani kwa mfano angekuwa ndio mwanaume kwa anakuja kwa kusema mimi nakupenda, kwa nini nabidi malizie? Kwa umeshakubali au umekataa? Mama mimi nakupenda. Kwa umeshamalizia. Kwa tumemalizana hapo. Kwa tuonane lini? Kesho. Wewe mwenyewe umeshamalizia nakupenda. Kwa sasa unakuta ukiwa mchungaji ni lazima uwe mvumilivu kuyasikia yote hayo na usiwe na haraka. Kuna wengine anakuja anaongea dakika 2 amemaliza, mwingine atakuja ataongea taratibu ili uelewe, lakini uongeaji unatofautiana. Je, utaweza kusoma sentensi wewe kwenye message ambayo haina nukta wala haijaweka, yani zimeunganishwa? Utaweza kusoma wewe? Si utaipuuzia. Lakini kwa mchungaji unaweza kuisoma. Mtu ameandika Bwana Yesu asifiwe, mimi nalikuja jana lakini nimeshindwa. Yani ameziunganisha zote. Wewe ndio utafute hapa koma hapa, yani uziweke wewe na umsaidie. Lazima kuwe kuna hiyo kitu. Kwa sasa wewe ukishajua mimi siwezi kuchukuliana, moja kwa moja unasema mimi uchungaji sifanyi nini? Siwezi. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo utajua. Kwa hiyo endelea kuhudhuria siku tukitangaza seminar 5 Ministries, ile huduma 5 za kanisa. Ukipewa zile sifa kila moja ataelewa. Haleluya. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Wacha mkapumzike sasa. Naweza ukasimama. Sema Roho Mtakatifu, nipe kuyaishi yote niliyosikia. Nitie nguvu katika jina la Yesu. Amen. 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 Amen.